uhalisia kama alivyozungumza pale mtumishi, ni undani, uhalisia wa vitu ambavyo mwanadamu kaumbwa navyo. Sasa vitu alivyoumbwa navyo, mfano sasa unaanza mifano, lakini ni uhalisia ambao mwanadamu kaumbwa nao, kwamba lazima awe na hisia, lakini katika eneo hilo lazima atatembea katika nafasi ya mifano tofauti tofauti kutokana na mazingira ambayo anayokuwapo. Anaweza akawepo katika mazingira ya huzuni, na ukimchukua mtu mwenye huzuni lazima anakuwa na, kuna mtu mmoja amezungumza, anaweza kanisaidia wasome nini maana ya feel, ndio hisia, ndio yaani anaweza akawa, yaani kwa mfano mtu akiwa kwenye huzuni, yaani ile hisia ndio inamtambulisha hana huzuni hasa ndani mwake. Sasa ndio hayo ambayo anakuwa nayo, ni vitu ambavyo anakuwa navyo, mfano anapokuwa katika huzuni, anapokuwa katika furaha, anapokuwa katika mateso, anapokuwa katika amani, na anapokuwa katika vitu ambavyo vinavyomtambulisha, lazima ionekane kuna hisia. Mungu akubariki sana. Mimi nikaenda mbali tena, nikatoka hapo nikaingia katika upande wa pili, kwamba kumbe kama mwanadamu anatembea na hisia zilizokamilika, kwa sababu katika huzuni anaambiwa na hisia, katika hasira anaambiwa na hisia, katika furaha anaambiwa na hisia, katika maumivu anaambiwa na hisia. Sasa nikaenda mbali, nikayajumlisha, nikasema kwa upande wa Mungu kama hautakuwa na hisia ni kitu bure. Mungu akubariki sana. Kwa sababu na kwenyewe lazima ufungue mlango, na mlango wenyewe lazima uwe na hisia na Mungu. Mfano, mtu mwenye hasira anapokuwa na hasira ana uwezo wa kumpiga mtu, si ndio hivyo? Kuna wengine ambao unakuta na hasira anapiga vyombo, akikuta tu ni meza ni nini ananipiga kofi ili hasira ziishe. Kwa hiyo hasira ndio inampa matokeo ya kile kilichoko ndani mwake. Hasa na Mungu ni vile vile, unatakiwa uwe karibu naye katika hisia. Unapotamka tu Mungu, unapotamka tu Mungu, tayari kuna ile nafasi ya kuwa karibu.